Mimi niseme tu kitu kimoja mwenyekiti, na sikutaka kuanza na historia, lakini ni vizuri wakati mwingine kupata muktadha. Wakati mimi nimekuja TBC nilivyoteuliwa mwaka 2016, tukizungumza nauliza wenzangu, lakini jamani, mbona naona hapa story za Chadema sizioni au za hivi vyama vingine na nini? Jibu nililoambiwa ni kwamba bana, sisi Chadema walishatutenga kabisa, na huwa tukienda kwenye mkutano wao wanatufukuza kwenye press conference kwa mfano, na hata tukiwaita hawaji. Na wakati fulani, sizungumzi kwamba na mwakiuzi mwenyekiti, lakini wakati fulani tulimtafuta, ilikuwa ni issue fulani aje tujadili. Kipindi fulani nyuma tu hapo, nafikiri ilikuwa 2017, lakini of course kwa sababu ya majukumu hatukuweza kumpata. Lingine nililokutana nalo mimi, kila tukienda kwenye zile kamati za bunge, lazima na si vibaya kutaja kwa sababu sisi wote wa Tanzania, ndugu yangu mheshimiwa mbunge wa Mbeya, kwa kweli na ni rafiki yangu kabisa tokea tukiwa wadogo, tukiwa siza huko, rafiki yangu kabisa, tunafahamiana, lakini alikuwa ananiaccuse kabisa mbele ya kamati kwamba sisi tunapendelea, tunawabagua. Na ilitokea wakati nikaomba bunge, nikamwomba mwenyekiti wa ile kamati, akakubali. Tukaandaa mafunzo kabisa, tukasema huu muda tunaokutana kwenye kamati hautoshi kabisa kuzungumza hizi changamoto tunazokumbana nazo. Tukakutana na tukaenda nikafanya presentation. Kusema kweli, wengi walikuwepo wote, hata niliwataja. Kusema kweli wali appreciate kile nilichozungumza. Na kusema kweli tumejitahidi, na kama utakumbuka vizuri mwenyekiti, hata kwenye uchaguzi wenu mlivyokuwa mnamchagua mwenyekiti, tulikuwepo, tulirusha. Yaani hilo nataja ni moja tu, lakini kuna mengine mengi tu ambayo wakati mwingine watu hawayaoni. Labda kwa sababu moja au nyingine hawayaoni. Kwa hiyo kwa namna fulani ni kama vile kumekuwa na bad blood kati ya Chadema na TBC, ambayo sio lazima kwamba sisi TBC, sisi ni nani? Nilikuwa nawaambia, tulikuwa nazungumza na watu wangu nikawaambia, sisi sio mtu, sisi ni taasisi. Tukiwa mtu anaweza akasema yule namchukia, lakini sisi ni taasisi inaongozwa na sheria. Kwa hiyo yote tunayofanya sisi yanaongozwa na sheria, yanaongozwa na kanuni, kwamba hata itokee vipi, kwa sababu wajibu wetu kama alivyosema mkurugenzi wa uchaguzi, tuna wajibu wa kisheria kuhakikisha kwamba tunaripoti, tunakava vyama vyote. Na wakati mwingine mwenyekiti, haya mambo yanayoendelea unakuta watu wengine wataliona kwamba ni jambo la Mheshimiwa Mbowe, ni jambo la Rioba, kwa sababu mimi mkuu wa taasisi, wewe mwenyekiti wa chama. Hapana, kuna Watanzania wengi tu ambao wakati mwingine kwa haya mambo au haya maamuzi tunajikuta hatukuwatendea haki. Kwa hiyo nimeshukuru sana kwa hiki kikao. Kwa hiyo kuna hilo la historia nikaona niliweke, lakini baadaye niseme kwamba lililotokea siku ile, kusema kweli kilichotokea wakati mwingine, na nilikuwa namwambia Balile, ni rahisi sana kulaumu reaction ya aliyepigwa kwanza, yani bila kuangalia kitu kimetokeaje. Maana yangu ni nini? Sisi tunasikiliza. Hiyo miongozo uzuri mimi nimeisoma sana. Mimi ni mwalimu wa maadili. Nimefundisha sana maadili, nimetafiti sana mambo ya maadili. Na kwenye tasnifu yangu ya uzamivu nilisomea mambo ya demokrasia. Kuna vitu vingi sana nimejifunza kuhusu demokrasia ya Afrika. Na wakati mwingine ni wapi mambo huwa yanaanzia kwenda vibaya. Sasa sisi tumekutana kama watendaji wa TBC, tulifundishana miongozo hii ili waijue kwamba kuna vitu hupaswi kufanya. Nakiri kwamba hilo walilofanya wao waandishi wetu kuongea katikati ya matangazo yale ilikuwa sio sahihi, lakini ninachokisema mimi ni kwamba matamshi ya siku ile kusema kweli hayakuwa sawa sawa. Sisi tuko tayari kusema kweli kwa sababu ni wajibu wetu wa kisheria, kwamba hatufurahi kuona chama kingine kwamba hatukirushi. Poleni sana TBC kwa yaliyotokea. Tunaweza tukasameana makosa yaliyopita kama tutarekebisha ya leo na kwenda mbele. Kila jambo lina mwanzo wake. Inawezekana tumekuwa na bad blood na TBC kwa miaka mingi, lakini kama wote tukaona kuna tatizo na tukaamua tu focus kwenye kumaliza tatizo, tutayamaliza matatizo. Sasa kilichotokea siku ile, mimi nilikuwa jukwani, kwanza nilikuwa siangalii TV. Pressure ya kuondoa TBC kutoka kwenye jukwaa
I was reacting to wishes za crowd. You see, I was reacting to wishes za crowd. Oh, ndio ni TBC, oh, ndio ni TBC. Yani mkutano ulivurugika, nikapaka kuuliza kuna nini? Kujaribu kulinda interest za chama na interest za democracy katika taifa. Mwenyekiti, ni kuashue kwamba na TBC ni wape assurance. Tuko tayari kufanya kazi na TBC. Na safety yenu, safety ya wafanyakazi, safety ya vifaa vya TBC ni muhimu sana, au chombo kingine chote cha habari ni muhimu mno. Kwa hiyo kama TBC itawapendeza kukava mikutano yetu, tafadhali. Kesho tuko Mbeya, leo wako Dodoma, kesho tuko Mbeya, kesho tuko Mtwara, alafu tunakwenda Pemba, Unguja. Karibuni. Sitawaambia wanachama wetu waacheni TBC wafanye kazi yao. Basi uchaguzi huu tuhakikishe kwamba tuna manage unakuwa smooth across the country. Kwamba tuhudumie vyama vyote, tuhudumie wagombea wote bila ubaguzi wala upendeleo. Lakini pia vyama visigeuke sisi kama wanahabari ikatupeleka kwa mkono ambayo ni mbaya, tukajikuta katika sintofahamu inaweza kuchangia tukajikuta waandishi wetu wanapigwa. Kuheshimu na kufuata sheria za uchaguzi, sheria nyingine za nchi, pamoja na kanuni na taratibu zilizowekwa. Kwa hiyo watu wasijisahau, wanachama wa vyama vyote vinavyofanya kampeni, CCM, Chadema, NCCR Mageuzi, ACT Wazalendo, NRA, DP na kadhalika, wanachama wajue kwamba sheria za nchi